Ninayaona mengi sana, tutakuja kuendelea kuyazungumzia. Bwana, jambo la kihisia sana. Yanaendelea kimataifa sasa. Nimeona taarifa mpya ya jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati, CENTCOM, ambayo wenyewe imesema imekamilisha vilivyo operesheni mpya za kijeshi dhidi ya Irani usiku wa Julai 12 hadi 13, yani hapa katikati hapa, ikidai kuwa makumi ya maeneo yalilengwa. Anasema lengo lao ni kudhoofisha uwezo wa Irani wa kushambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Na kwenye taarifa hiyo ya CENTCOM wanasema Hormuz ni salama kwa kupita. Mgeni ndo anatuambia. Kwa mujibu wa CENTCOM, operesheni hizo zilihusisha matumizi ya ndege za kivita, meli za kijeshi, ndege zisizo na rubani, na kwa mara ya kwanza droni za majini kwenye maji. Manake nazo zimefanya kazi. Wanasema kwa mara ya kwanza wametumia hizo silaha zao. Sasa jeshi hilo limesema droni za angani na za majini zilitumika kutekeleza mashambulizi yaliyolenga mfumo wa ulinzi wa anga ya Irani, vituo vya rada za pwani, uwezo wa makombora na droni, pamoja na boti ndogo za Irani. Exaud na mengine Nimesema vita iko kwenye bahari, eneo la mlango bahari wa Hormuz. Baharini. Baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1945 dunia iliingia katika vita nyingine, ilikabiliwa na vita ya aina nyingine, inaitwa vita ya taarifa. Au wengi nafikiri wanafahamu kisema vita baridi. Ilikuwa ni kipindi ambapo mataifa yaliyokuwa wahusika wakuu katika mgogoro ule wa miaka takriban 6 tangu mwaka 1939 mpaka 1945 waliingia katika kuhujumiana kupitia taarifa za kijasusi, propaganda. Sasa hiki kinachoendelea kuhusiana na Hormuz, hasa baada ya Juni 16, baada ya kusainiwa kwa ile randama ya makubaliano, unaweza kusema ni kile kilichokuwa kinatokea katika miaka ya 90 kurudi mpaka mwaka 1945. Hapo kwenye taarifa, Irani yenyewe imetoa taarifa. Inasema haijafanya mashambulizi dhidi ya nchi yoyote, ikisisitiza kuwa hatua zake dhidi ya vituo na mali za kijeshi za Marekani katika pwani ya kusini mwa Ghuba ya Uajemi ni sehemu ya haki yake ya kujilinda kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa kuna mkanganyiko. Unasikia Marekani imepiga Hormuz, afu unasikia Irani yaipiga Kuwait. Jamani, sasa Marekani yenyewe na Kuwait wapi na wapi? Lakini kinachoendelea ni kwamba Irani anapiga vituo vya Marekani vilivyo kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo wenyewe hawana mchakato, na ndio maana unasikia wana urafiki na Iraki, lakini wanapiga Iraki. Wanapiga vituo vya Marekani wako Iraki. Hawajaweza kuingia Marekani yenyewe kama ambavyo Marekani amekwenda kuishambulia Iran. Kutoka Tehran mpaka Washington, hapa katikati kuna kilomita zaidi ya 5,000 ambao makombora yao hayafiki, na ni umbali ambao makombora yao hayawezi kufika. Kwa hiyo tunapiga kitu gani chenye mafungamano ya kimaslahi, iwe ni upande wa usalama au uchumi, kilicho karibu na sisi? Ndiyo hoja hapa ya Bahrain, Kuwait, Iraq, Saudi Arabia na kadhalika zinapokutana na mashambulizi. Lakini mashambulizi haya yanayofanywa na Iran yanafanyika katika zile strategic areas au maeneo ya kimkakati kwa Marekani, kwa maana ya vituo vya jeshi au kamandi za jeshi zilizoko katika nchi hizo chini ya CENTCOM hii, kamandi kuu ya CENTCOM. Kwa hiyo kuna kambi za jeshi ambazo ziko chini ya hiyo CENTCOM katika haya mataifa. Kwa hiyo Iran hashambulii Iraq, hashambulii Kuwait au Qatar kwenye miundombinu yenye mafungamano na raia, anashambulia maeneo ya kimkakati yenye uhusiano na Marekani. Lakini kwa bahati mbaya, unajua maeneo haya yanawafanya kazi pia raia wa mataifa hayo. Kwa hiyo kama tunavyojua vita ni vita. Kwa hiyo saa zingine mashambulizi haya kuna wakati fulani yanahusisha vifo vya raia wa nchi hiyo, lakini si katika mazingira yale ya kiraia yanayohusisha raia wa nchi husika, bali vituo vya Marekani vyenye mafungamano na Marekani.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa taarifa pia kama wito kwa Irani na Marekani zisitishe mashambulizi na zirejee kwenye mazungumzo, ambayo baada tu ya kuitoa nikaona taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Irani Ismail Banga anaitwa. Yeye pia akijibu akisema taarifa ya Umoja wa Mataifa ni kama inailaumu Irani na haipaswi kuwa hivyo. Irani isilaumiwa kwa chochote kinachoendelea sasa. Nataka nikuulize hapa. Ogani ya Umoja wa Mataifa kwenye huo mgogoro ni kama tu ipo kwenye wito, inasihi. Wito inasihi. Haina nguvu kiasi kwamba inaweza ikafanya uamuzi mwingine tofauti na huu wa wito, na yani itakuwa tuione sasa imekaa katikati hivi kama ilivyokaa Pakistani. Na wakati mwingine pia cha kupewa, hebu tueleze pia hizi nchi zinapokuwa zina saini kuingia kwenye hizi jumuiya hizi huwa kuna upendeleo kihalisia. Umoja wa Mataifa unapaswa kuwa na nguvu ya kuongoza na kusimamia michakato kama hii ya kutafuta amani pale ambapo mataifa wanachama wake yanaingia katika kutoelewana, ama kiusalama au kisiasa au kiuchumi, vyovyote vile. Lakini kumekuwa na changamoto moja. Umoja wa Mataifa katika kuundwa kwake si chombo kilichotengeneza kwa kuwa na self sustenance au self independence, yani kujitegemea kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu kuendesha shughuli zake katika mashirika zaidi ya 10 yaliyo chini yake kunategemea, mimi kitu ambacho wanapenda kusema, hisani ya wanachama wake, hasa wale wenye nguvu ya kiuchumi kama Marekani, of course wale wanachama 5 wa kudumu wa Baraza la Usalama, kwa maana ya Uingereza, Ufaransa, Urusi, China na Marekani. Hawa ni sehemu ya wale wategemezaji wa shirika hili kwa muda mrefu. Sasa ukiangalia kwa mfano mwaka 2025 Donald Trump alivyokuja madarakani, alivyoapishwa mwezi Januari na kuanza muhula wake wa kwanza wa uraisi kama rais wa 47 wa nchi hiyo, Marekani iliondosha ufadhili wake ambao ulikuwa unakwenda kwa asilimia 40 katika shirika hilo, na hii imeathiri pakubwa sana shughuli zake, pakubwa. Lakini pia sambamba na hilo, mataifa haya, nikija kwenye swali lako ulilouliza, kuna na upendeleo. Hakuna upendeleo. Ukisoma miongozo ya Umoja wa Mataifa, status ya wanachama na mchakato wake wa kuupata ni moja. Lakini katika Umoja wa Mataifa tunafahamu ni chombo kilichoanzishwa na watu. Kwa hiyo hawa watu ndani ya Umoja wa Mataifa wanaoundwa na taasisi na nchi 193 wana matabaka. Kuna mataifa yaliyoasisi umoja huu ambayo kimsingi ndio yalijimilikisha hiki kinachoitwa kura ya turufu pia. Wengine wanasema veto, kura ya veto, kama haya mataifa 5 tuliyoyataja ambayo ni yana viti vya kudumu katika Baraza la Usalama. Halafu kuna yale mataifa mengine yasiyokuwa na sifa hizo. Sasa ukiangalia kwa miaka mingi ya kuwepo kwa Umoja wa Mataifa, licha ya kwamba wanachama na mchakato wake wa kuupata ni moja kulingana na miongozo yake, lakini maamuzi mengi ya Umoja wa Mataifa pakubwa yamekuwa yakiathiriwa na hawa watu 5. Hebu fikiria, watu 193, maamuzi yanayokwenda kuathiri mataifa 193 wanachama yanapewa ndio au hapana na watu 5 ambao kila mmoja anawakilisha nchi yake katika baraza kanakokaliwa, ambako ndio kanaitwa chombo cha juu zaidi cha maamuzi katika Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo katika mazingira hayo, nimerudi pale kwamba
kimantiki na kihalisia, Umoja wa Mataifa ulitakiwa kuwa mstari wa mbele kwa sababu ndio mlinzi wa amani na utengamano, lakini pia territorial integrity au uadilifu wa mipaka baina ya wanachama wake. Kumbuka, Iran ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa kama alivyo Marekani, kama alivyo pia Israel. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa, kwa sababu ya washirika wake hawa kuingia katika mgogoro huu wa kijeshi na kidiplomasia, ndiye aliyetakiwa kuwa mstari wa mbele kuchagiza mchakato wa Doha, kuchagiza mchakato wa Islamabad kwa ajili ya kuwaweka pamoja na kufikia suluhu kupitia mkataba unaotakiwa kusainiwa ndani ya siku 60 hizi, kipindi hiki. Lakini kwa nini hafanyi hivyo? Kwa sababu ya ile ni dhana ya matabaka ndani ya Umoja wa Mataifa. Kuna mataifa ambayo kwa sababu ya hadhi yake kama Marekani yanaweza kwenda kuviolate, yanakiuka sheria na taratibu za Umoja wa Mataifa na hayafanyi chochote kile. Halafu kuna yale mengine ya kundi lile jingine la pili ambayo hata yakikohoa tu tayari ICC imeshaanzisha. Sasa nizungumze na wanafunzi hapa. Wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unafikiria kusoma au unafikiria mbali. Na je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima, kufungua fursa zisizo na mipaka? Kama ndio, basi usitafute mbali. Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania, kusaidia kwenda huko. Sisi kama wataalamu wa kuunganisha wanafunzi kwenye malengo na vyuo vikuu bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko kote huko, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarship na hata kusaidia masuala ya visa. Sasa usiruhusu ndoto zako zibakie kuwa ndoto. Tembelea Eurasia leo. Tuko Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City pale. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Wamemaliza kila kitu hao jamaa. Hao bwana atakusaidia kukushauri usome wapi, wapi kuna